Waislamu wote wafahamu kwamba haya si maneno yangu, haya ni mafundisho ya dini yetu, na ni mafundisho ya Mtume katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man kharaja muhajiran fi sabilillah, anayetoka kugura kwa njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, thumma adrakathu al-maut, kisha akafikwa na kifo, faqad waqa'a ajruhu ala Allah, malipo yake huyo mtu tayari ameshathubutu mbele ya Mwenyezi Mungu. Wanachuoni watueleza kwamba waqa'a ajruhu ala Allah, kwa maana shapata thawabu zake. Hivyo mama yetu nia yake ni kwenda haji, na dalili ya kuwa nia yake ni kwenda haji kwa sababu alikuwa shajitayarisha, tikiti imeshakatwa, visa ashapata, tarehe tayari. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Baada ya hapa tuko mazishini na tumekuja kumshindikiza na kumzika mama yetu ambaye ni mamake mke wake Sheikh Yusuf. Mke wake wangapi? Mke wake wa pili. Na mama huyu alhamdulillah ilikuwa ametia azma ya kwenda haji. Jumatano ilikuwa yeye aondoke na kuelekea katika viwanja vitakatifu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelipenda hili la kumchukua kwake. Tuiambia familia yake Mwenyezi Mungu awape subra na wala musiwe na wasiwasi juu ya hili la masala haji, kwa sababu na imani nikimpata Sheikh Yusuf nitamuuliza kuhusu ala hili na azidi kuwatoa wasiwasi ya kwamba hatokosa kitu mama yenu kutokamana na amali za haji, kwa vile kuwa ilikuwa tayari yeye ametia azma ya kulifanya jambo hili zuri, jambo la kujikusanyia thawabu. Kama vile ikiwa Muislamu ameweza kuingia katika amali ya haji na katikati ya haji kwa bahati mbaya au bahati nzuri akaenda mbele za haki, huhesabiwa kuwa yeye amehiji, basi na yeye kwa vile kuwa hakuweza kuingia katika amali ya haji lakini ameweza kutia azma, basi hatokosa angalau thawabu za alhaji. Na hili la kuwa katikati ya haji ikiwa umeenda mbele za haki, Mwenyezi Mungu anakuhesabu kuwa umehiji, lilipatikana katika zama za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pale bwana mmoja alipokuwa yuko juu ya ngamia na akaanguka juu ya ngamia kighafla, alipofika chini akafariki. Tena katika uwanja wa Arafa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba, ighsiluhu bima'in wa sidrin, muosheni kwa maji ya kawaida na maji ya mkunazi, wakafinuhu, na mkafinini katika nguo zake mbili zile ambazo ameweza kuhirimia nazo, wala tuhannituhu, wala musimtie manuketo, kwa sababu yuko amekufa katika kitendo cha amali ya hija. Wala tukhamiru ra'sahu, wala musimfunike kichwa chake, fa innahu, kwa sababu yeye yub'athu, atafufuliwa yaum alqiyama, siku ya kiyama, mulabbiya, hali ya kuwa yeye yuko katika kuleta talbia, bimaana yuko katika amali ya hija. Na baada ya kuzikwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuitaka familia yake imlipie haji kama ile, kuonesha kwamba tayari alihisabiwa kuwa yeye ashahiji, kwa vile kuwa aliweza kuingia katika amali kama ile ya haji na akaweza kufariki akiwa ndani ya amali ya hija. Huyu kwa upande wake tunajua kwa alhamdulillah huwa yeye ahisabiwa yuko ndani ya hija. Lakini na huyu ambaye ametuondokea leo, mama yetu huyu ambaye tumekuja kumzika, tuna imani ikiwa hakulipata hili lakini thawabu hatozikosa. Lakini haya inshallah tukimpata Sheikh Yusuf, kwa vile kwa hivi sasa anashughulika pale, hata namtafuta simuoni, tukimpata tutamuulizia na ataweza kuwatoa wasiwasi juu ya hili. Kwa hivyo tuendelea kuiambia familia huweni na subra, na pia hili la mama yetu kuikosa haji msihuzunike sana juu ya hili, kwa sababu tuna imani kuwa ameweza kujikusanyia thawabu zile zile ambazo kwamba ilikuwa azipate lau kama hakwenda mbele za haki na akawa ameweza kuwahi kwenda kuitekeleza amali ya hija. Kwa hivyo inshallah tukimpata Sheikh Yusuf wakati wote tutaweza kumuulizia kuhusu juu ya haya na aweze kututoa wasiwasi. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh Yusuf, baadhi ya watu hususan familia wana wasiwasi kwa mama yetu labda hatopata fadhila za haji, na mashallah ilikuwa yeye ametia azma Jumatano aondoke kwenda haji, labda nataka utoe wasiwasi. Kwanza bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jambo muhimu watu watakawafahamu kwamba kifo hakipo kwenye mkono wa mtu yote. Wama kana li nafsin an tamuta illa biidhnillah kitaban muajjala, hakuna nafsi inaondoka duniani illa kwa wakati maalum ambao Mwenyezi Mungu alikuwa tayari ameshamwandikia.
Jambo la pili ni kuwa mwanadamu hajui kesho atafanya nini. Wama tadri nafsun madha taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Nafsi haijui kesho itafanya nini, na nafsi pili haijui itazikwa wapi. Mpaka hapa nafikiri itakuwa kidogo tumefahamu. Isipokuwa katika rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waumini ni kuwa Mwenyezi Mungu malipo yake kwa waja wake hayategemei kitendo peke yake, huangaliwa nia zaidi. Innamal a'malu binniyat. Hususan kwa huyu aliyefariki, tendo ambalo lilikuwa lifanywe na mtu kisha afe, Mungu anaangalia nia yake. Afadhali yule aliyefanya kile kitendo, kutaangaliwa nia, kutaangaliwa na aina au jinsi ya kile kitendo alivyokitenda. Mpaka hapo umenielewa? Na nataka Waislamu wote wafahamu kwamba haya si maneno yangu, haya ni mafundisho ya dini yetu, na ni mafundisho ya Mtume katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man kharaja muhajiran fi sabilillah, anayetoka kugura kwa njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, thumma adrakathu al-maut, kisha akafikwa na kifo, faqad waqa'a ajruhu ala Allah, malipo yake huyo mtu tayari ameshathubutu mbele ya Mwenyezi Mungu. Wanachuoni watueleza kwamba waqa'a ajruhu ala Allah, kwa maana shapata thawabu zake. Hivyo mama yetu nia yake ni kwenda haji, na dalili ya kuwa nia yake ni kwenda haji kwa sababu alikuwa shajitayarisha, tiketi imeshakatwa, visa ashapata, tarehe tayari, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumjalia. Na hii ni rehema kwamba Mwenyezi Mungu amemwepushia ile tabu. Manake jihad kwa wanawake, haji imeitwa ni jihad kwa wanawake. Sasa Mwenyezi Mungu kwa rehema zake amemwepushia asipate ile tabu ya kutufu, ya kufanya sa'i, ya kwenda Mina, ya kwenda Arafa, lakini wakati huo huo amemlipa malipo vile vile kwa sababu ya nia yake. Mpaka hapa tumefahamu. Kisha jambo lingine ni kwamba uwajibu je wa hija kwake umeanguka, yani si wajibu tena? La, watoto wake watamhijia kwa niaba, kwa sababu hii ni sheria. Lakini kwa upande wa malipo, waqa ajruhu ala Allah, malipo yake tayari yako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haya utapata kwenye mafunzo mengi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaeleza kuhusu jambo kama hili. Kwa hivyo tutasema Mwenyezi Mungu alikuwa ameshapanga mambo yake, na wale waliobaki walikuwa washapeleka tarehe mbele, wataondoka inshallah Jumatano biidhnillah Ta'ala, ama kama pia wataahirisha zaidi, manake muda bado upo. Kwa hivyo hii inaonyesha umuhimu wa mtu kuweka nia katika mambo mazuri, ni muhimu sana. Bila shaka nia ni muhimu sana. Innamal a'malu, manake nia ndio msingi wa kila amal, na Mwenyezi Mungu yuangalia nia zenu, nyoyo zenu, na yale mnaonuilia kwa malengo gani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapanga mipangilio yake, mwanadamu ni kuridhika tu kwa kile alichompangia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha pia aya Mwenyezi Mungu asema, wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, haijui ni ardhi gani. Kama ilikuwa ni vipimo vyetu sisi wanadamu, mama ilikuwa leo afilie Maka kwa sababu safari yake ilikuwa ni jana. Lakini kwa kuwa mwanadamu hajui atakufa ardhi gani, na mchanga wake ni hapa, hakwenda jana, amebaki ili afe hapa, ili azikwe hapa. Yote hii ni ibra kwetu sisi wanadamu, kuambiwa hii maut haiko mikononi mwetu. Kila wakati mwanadamu atakiwa ajiandae, anytime unaweza kwenda mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Basi shukran, barakallahu fik. Na umeshughulika sana, naona afadhali nikuachilie kupumzika kidogo, kuhudhuria pia mazishi. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Naam, basi ndugu zangu watazamaji wetu wapendwa, kama mlivyomsikia Sheikh Yusuf, nafikiri ametutoa wasiwasi juu ya jambo hili. Kwa hivyo yoyote ambaye kabla ya kufika haji akawa hakufika na ametokewa na jambo kama hili, basi tumuombeeni Mungu, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema kwenye wema. Lakini kwa upande wa thawabu hakuna wasiwasi, thawabu atapata vile vile kama alivyonuilia. Na kwa wale ambao wamebahatika kwenda haji na wakapikana na kifo kule, basi wale wanaandikiwa haswa kwa wamehiji, kama tulivyoelezea hapo awali. Na pia tumepata hapo jambo moja muhimu sana kuhusu masala ya nia. Nia ina nguvu sana, ina power. Nia inaweza kumfanya mtu asifanye jambo zuri, lakini akalipo thawabu kwa sababu ya nia yake. Inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa sharakukum fil ajrin. Mtume siku moja aliwaambia masahaba, inna bil madinati la rijalan, Madina kuna wanaume wa kisawasawa, na hapo wanakwenda vitani. Masahaba washangaa, ni wanaume gani hao wamekaa majumbani mwao huko, sisi tunaenda kwenye vita, sisi ndio wanaume. Mtume akamwambia, ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa sharakukum fil ajri. Hamutembei, awaambia maswahaba, hamutembei mwendo wote,
wala hamukati masafa yote, ila wao washirikiana nanyi katika thawabu. Wakazidi kustaajabu maswahaba, kivipi sisi mujahidun alafu kuna watu yani washirikiani na sisi katika thawabu sawa sawa, na wao wamekaa nyumbani? Mtume akamwambia habasahumul udhur, wao wamefungwa na udhuru, wana nia ya kuja lakini wagonjwa, wana nia ya kuja lakini kuna udhuru umewabana, hawezi. Kwa hivyo ni vema mara kwa mara sisi tuweke nia mzuri, tuweke nia kufanya mambo mazuri. Hata kama huna cha kusaidia, sema nikipata nitasaidia, unaandikiwa thawabu. Nikipata nafasi usiku, nikienuka taswali tahajjud, hata kama hukuamka, ukiwa umeka nia ya kisawa sawa na hukuweza kuamka, waandikiwa thawabu za kuamka kuswali tahajjud. Jambo la khairi lolote ambalo kwamba umelitilia nia na hukuweza kulifanya, waandikiwa thawabu. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na hapa kama mnavyoona tuko na kijana wetu ambaye anafanya jambo kubwa na ana hamu ya jambo kubwa, kwa sababu tunajua umuhimu wa kumswalia Mtume, na yeye anafanya kampeni ya watu kumswalia Mtume kiasi kwamba mpaka amefungua application ya kuweza kuwakusanya watu ili watu kama wale wahimizane juu ya kumswalia Mtume kila siku. Labda uelezee zaidi. Nipe mimi kushikia sasa. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kama ulivyoeleza, kwa lengo haswa ni kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuongeza mahaba yake iwe amejaa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mioyo yetu. Na tunavyofanya katika program hii ni kuwa Alhamisi kila mmoja yajiwekea target, mara ngapi yatarajia tamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam Ijumaa. Target iwe ni ukumbusho na nia. Kama hakufikia hiyo idadi, tumesema kuhusu masala ya kuweka nia nzuri, basi hii target pia huwa ni nia nzuri. Kama mtu hakuifikia ile idadi, inshallah atapata ajira yake kama ilivyokuwa kwenye nia yake, ambayo ndiyo hiyo target. Kisha tamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ule usiku, na sisi tutarajia hasa kwa kushikana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumswalia kwa wingi. Tutakapokuwa katika sehemu kama hii tumepumzika, iwe ni mapumziko na kuliwaza na kupumbaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale ambayo alikuwa tukifanya kwa ajili yake hapa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Basi ndugu zangu watazamaji wapendwa, kama alivyotangulia kusema ndugu yetu ya kwamba hapa tuko katika uwanja ambao kwamba chini ni binadamu ambao kwamba wamezikwa hapa, tena ni Waislamu. Hapa hakuna kitu kinachowafaa huko chini isipokuwa ni amali zao. Mama yetu huyu ambaye hivi sasa tumemstiri, basi kama mnavyoona watu washaondoka wote, wamemwacha peke yake. Sasa pale ni amali zake, na amali ndo hizo kama tunavyoambiwa. Hili jambo la kumswalia Mtume ni jambo ambalo kwamba pia la kumfanya mtu ajikusanye thawabu chungu mzima. Na amali zote dhikru, tasbih, tahlil, sadaka, kuswali swala za sunna na za faradhi, somu za sunna na za faradhi, mambo yote mazuri hayo ndio yatakutufaa sisi wakati tutakapo kulazwa mwanandani. Kama mnavyoona hapa, hao wote binadamu wamezikwa, wako chini. Hakuna kinachowafaa hapo chini isipokuwa ni amali zao. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyezi Mungu tujalie tufanye amali zinazomridhi Mwenyezi Mungu kwa wingi, hiyo ni sababu ya kesho amali hizo kutungarishia kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu, atungarishie makaburi yetu, na tukifuliwa tufufuliwe tukienda kuona na Mwenyezi Mungu hali ya kuwa yuko radhi na sisi, na mwisho atuingize katika jannatul firdausil aala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.